Ufunguzi ofisi ya kata Tongoni limewekwa na ndugu Ismail Ali Usi, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, tarehe 16 mwezi wa 6 2025. Mwaka 2025. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais wakati anakabidhiwa kijiti cha kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja kati ya mambo ambayo aliahidi pamoja na wasaidizi wake wote kuwaelekeza hayo ni kwenda kutatua changamoto za wananchi wetu. Leo hii tumekuja kujionea ofisi ya kisasa, ofisi ya kileo, ofisi inaendana na wakati tuliokuwa nao na wananchi wa eneo hili la Tongoni. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Ndugu zangu, utaranda maeneo yote ya Tanzania hii. Lakini na mimi nimeshafungua ofisi za kata kama hizi nyingi. Lakini hii ya Tongoni kwa kweli ni baba lao kweli. Hongera sana boss lady Mwanaidi. Nachagua humu ndani, nakagulizwa humu ndani na afisa kata, nadhani sijui afisa kata ama mtendaji. Wakati ananiambia hii ni ofisi yangu, kwa kweli mimi sikuamini. Kwanza nilikuwa nilimwangalia juu mpaka chini. Kwanza yeye alipo na hiyo ofisi ilipo. Kwa kweli sikuamini kama hii ni ofisi ya kata katika eneo hili. Kwa kweli mimi ninashukuru sana viongozi. Na hapa ndipo tunapata maana halisi ya mwenge wa uhuru. Kwamba leo hii unaweka matumaini mahali ambapo hakuna matumaini. Hii ofisi kama hii ingejengwa katika eneo hili. Lakini serikali ilivyosikivu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kweli imefanya hivyo, na hapa tumeonyesha jinsi gani tunavyowajali wananchi wetu. Natambua kwamba ndani ya jiji hili la Tanga hii haitokuwa ya mara ya kwanza. Tutaendelea kujenga ofisi kama hizi kwa kata zote na kwa maeneo yote kwa ajili ya kutatua huduma bora kwa wananchi. Natambua hata ambao watafanya kazi hapa kwa kweli wataenda kufanya kazi yao kwa uadilifu wa hali ya juu. Kwa sababu leo hii wananchi wetu wengi hawawezi kufika kwa haraka ofisi ya mkuu wa wilaya, hawawezi kufika kwa haraka ofisi ya mkurugenzi. Ndio maana tumejenga ofisi hizi ili changamoto zetu ndani ya kata zetu tuweze kuziwasilisha hapa, baadaye hapa ndio zitoke ziende katika maeneo ambayo zinatustahili changamoto hizo. Niwaombe sana ndugu zangu wananchi wa Tongoni, ofisi hii imejengwa kwa ajili ya kutoa huduma na kutatua changamoto za wananchi. Isiwe leo hii wewe nyumbani kwako umeshakumbana na mumeo, umeshakumbana na jirani yako, umeshakumbana na mkeo, sasa ukaja hapa ofisini kuja kuleta changamoto hiyo kwamba mimi nimegombana na mke wangu, amenifanyia jambo fulani. Ofisi hii haipo kwa ajili ya changamoto za aina hiyo. Ofisi hizi zipo kwa ajili ya changamoto za walio wengi. Lete hapa changamoto kwamba afya unayohisi kituo cha afya zahanati kwamba sasa hivi haitoi huduma nzuri, unahisi kuna maeneo bomba limekatika, njoo lete hapa. Unahisi kama wananchi mnahitaji kujengewa madarasa ama mambo mengine, ndio changamoto za ofisi hizi zinazopokelewa. Isiwe hayo mengine hayo, tumekiwa hata ofisi za makazi na mamufti. Hizo changamoto za kifamilia maana yake tunaenda kuzimaliza huko. Niwaombe sana ndugu zangu wananchi, tufanye kazi ya kuleta changamoto kwa ajili ya walio wengi, sio kwa changamoto ya mtu binafsi. Siku zote nilikuwa nawaambia viongozi maeneo mbalimbali ambayo nimepita kwamba leo hii hakuna kiongozi hata mmoja hapa duniani atakayeweza kutatua changamoto ya mwananchi mmoja mmoja ama kutatua changamoto ya umaskini ambao mwananchi uliokuwa nao. Lakini tutaweza kutatua umaskini wako ni kutokana na kuleta miundombinu ya maji safi na salama kama ambayo tulionayo, ni kutokana na kuongeza ujenzi wa madarasa na shule za kisasa kama leo hizi zilizopo, lakini pia tutaweza kuwawezesha wananchi kiuchumi. Kwa maana ndio maana leo hii jiji letu hili la Tanga linatoa fedha za 10% kwa ajili ya kuwawezesha wananchi kufanya mambo mbalimbali.
Niwaombe sana Wanatongoni, twendeni tukatimize wajibu wetu juu ya utumiaji wa ofisi hii. Lakini pia niwaombe watumishi ambao watafanya kazi katika jengo hili, kwamba leo hii hawa wananchi walio wengi hapa wameshaweka matumaini kwamba Mwenge wa Uhuru umekuja katika eneo hili. Lakini pia wana matumaini kwa muda sio mrefu tutaenda kulizindua jengo letu hili. Wananchi hawa wanaamini kwamba viongozi watakaokuwepo hapa wataweza kutatua changamoto zao na shida zao walizokuwa nazo. Isiwe leo hii ndugu viongozi ambao watafanya kazi hapa ikawa ndio sababu ya kuwasumbulia wananchi wetu, ikawa ndio sababu ya kuwatolea maneno wananchi wetu, ikawa ndio sababu ya mwananchi anakuja hapa akaanza kudhalilishwa. Niwaombe sana ndugu viongozi ambao mtatumikia jengo hili, hakikisheni mnafanya kazi ya kuwatumikia wananchi kwa uadilifu. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.